Haya, tumeambiwa na bwana anatoka United Arab Emirates, yani Umoja wa Falme za Kiarabu. Anauliza, je, kuna tofauti kati ya mtoto wa zina na mtoto wa haramu? Jawabu ndio. Na kuna wakati anakuwa huyo mtoto wa haramu na huyo mtoto wa zina, na kuna wakati wanakuwa tofauti. Nani mtoto wa zina? Waladu zina huwa alladhi lam yaqa fi abawaihi aqdun nikahi shar'i. Mtoto wa zina ni yule mtoto ambaye hapakupita kwa wazazi wake wawili jambo linaitwa ndoa. Hawa watu wawili waliomzaa, baba na mama yake, hawakuoana ili yeye azaliwe. Wewe mzaa tu, anaitwa mtoto gani huyo? Mtoto wa zina. Allahu akbar, mtoto wa zina. Mwenyezi Mungu atustirini nyie watu. Sasa hivi watoto hao wamejaa kwenye jamii, yani wamejaa mpaka unaogopa, kwa sababu siku hizi kuna maeneo huvuki nyumba 3, ya 4 kuna mtoto wa zina, nyumba ya kwanza ya pili mtoto, wamejaa watoto wa zina, kuashiria hivi zina imefanywa kama maji ya kunywa. Mtoto wa zina ni huyo, amezaliwa na wazazi ambao hawakuoana, yeye kazaliwa, ule mchakato uliofanyika yeye azaliwe, hapakuwepo ndoa. Huyo anaitwaje? Sio, tunaelewana ninaposema? Mtoto wa haram ni nani? Na hapa kuna mtihani sana, Mwenyezi Mungu atuhifadhi sana. Mtoto wa haram ni yule mtoto ambaye baba yake alikula chakula cha haramu. Baba mzazi wa huyo mtoto alikula na kunywa haramu. Kile chakula na vinywaji alivyokunywa ndio vikaenda kutengeneza maji atakayozaliwa huyu mtoto. Bila shaka mnafahamu binadamu chanzo chake ni maji. Amesema Mungu hayo maneno, falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Mwanadamu angalie kaumbwa na nini, mali ghafi ni nini ya kuumbwa kwake. Anajibu Mola mwenyewe, khuliqa mimma'in dafiqin. Mtu kaumbwa kwa maji yanayoruka, yakitoka yanaruka, sio? Alma'ul mutadafiq ni maji yanoruka wakati wa kutoka kwake. Ndio binadamu wote sisi tumeumbwa hivyo, au sio? Haya maji chanzo chake nini? Chanzo chake ni vyakula na vinywaji anavyokula mtu. Idha akala al-insan ba'da sinni al-bulugh, idha ma kana yaakulu al-insanu wa yashrabu ba'dama wasala sinna al-bulughi. Kuna umri akifika mtu unaitwa umri wa baligh. Umri wa baligh, akifika mtu umri wa baligh akawa anakula na anakunywa, vile vinywaji na vyakula anavyotumia ndivyo vinavyozalisha hayo maji atakayozaliwa mwanadamu. Asili ya maji yanayotumika kuzaliwa mtu, asili yake ni vyakula na vinywaji. Mpaka hapa mmenielewa? Sasa ukienda ukala na ukanywa, hicho chakula na kinywaji ulivyotumia ndio vikaenda kuzalisha hayo maji, yanaitwa mbegu, yana majina mengi, sio? Kazalishwa hayo maji. Lakini hicho chakula na vinywaji ulivyokunywa vya haramu, umeiba, umenyang'anya, umedhulumu, ukala na ukanywa, yakapatikana hayo maji, na kwenye maji hayo ndio akazaliwa mtoto.
huyo ndo anaitwa mtoto wa haramu. Maji ya kuzaliwa kwake yalizalishwa na vyakula na vinywaji vilivyopatikana kwa haramu. Yule mtoto anaitwa mtoto wa... Jamani, tunapona kweli hapa? Mimi natamani kuishi hapa sababu naogopa kweli. Tunakula halali sisi. Mtume Muhammad amesema aqallu ma yujadu fi akhir zamani dirhamun halalu au akhun yuthaku bihi, kitu kitakachopatikana kwa uchache dunia ikifika mwisho, zama za mwisho. Na ndio hizi, usisubiri zama za mwisho nyingine, ndio hizi. Kilichobaki ni kiama tu kutokea. Zama za mwisho ndio hizi. Jambo litakalopatikana kwa uchache sana, dirhamun halalu, ni pesa za halali, au ndugu muaminifu. Kumpata ndugu muaminifu, ukimwachia nyumba yako huyo ndugu, utakikuta kila kitu kiko salama. Hao watu ni wachache sana kupatikana zama hizi. Wewe unaondoka, mwambie ndugu yangu mimi nasafiri na kuachia nyumbani kwangu, kaa hapa ili familia yangu iwe salama. Allahumma, Mungu atulinde, ukipanda gari tu au treni au ndege au meli, kuna hatari huyu mkeo akawa mkewe. Siambia kuangalizie, asi ndo anaangalia sasa. Anakuangalizia nyumba, mke wako anageuka mkewe, na kuna hatari mpaka kwa binti zako huko yakageuka matatizo. Mwisho wa dunia, pesa ya halali na ndugu muaminifu vitapatikana kwa shida sana, na ndio hivi sasa ninavyoongea hapa. Sasa kwa kuwa pesa za halali kupata ni tabu, maana yake na hiyo riziki kutia tumboni ya halali pia shida. Na usibabaike ukiwa unafanya biashara, unauza, halafu unafanya hivi, bwana usiwe na wasiwasi, simu hii wallahi, hii simu bwana, hii simu ya Sweden wallahi nakwambia simu safi kabisa. Unajua kabisa hii ya China, huyu ni Mchina na nakuuzia, lakini baada ya wiki moja tu utabidi uje ununue nyingine, lakini na wallahi himo, wallahi nakwambia hii ya Sweden wanasema vijana mkataba huu, wallahi mkataba huu. Akikupa pesa mtu kununua simu kwa njia hiyo, umemdanganya, umemwapia Mungu, kumbe muongo. Zile pesa za haramu. Ukienda kununua ugali wa haramu, ukila ugali ule yakazaliwa maji, akazaliwa mtoto kwa maji hayo, huyo ni mtoto wa... Naogopa sana, sijui tunaponaje. Naogopa sana, sijui tunapopona. Wallahu a'lam. Naam baba. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Sheikh wangu hapa katika hii mada. Naam. Mtoto wa zina ambaye mtoto nje ya ndoa. Sawa. Kisheria katika dini ya Kiislamu kwamba yule mzazi kama tamlea haruhusiwi kumwozesha. Sahihi. Mpaka akapate kadhi. Ndio. Sasa huyu mtoto wa haramu huyu, ambaye mi baba najua kabisa kazi yangu siku zote ni dhulma tu, wizi nini, hakuna hata kimoja cha halali kwangu, najijua ndani ya nafsi yangu. Sasa nikapata mtoto wa kike, huyu mtoto na haki ya kumwozesha? Bila shaka mzee wetu mmesikia swali lake, sio? Jawabu. Kwanza kabla ya jawabu, kuna kitu mimi napenda tuelewane kidogo mapema kabla ya baadaye. Kuna kitu kinaitwa tabriru dhambi. Hebu semeni hilo neno. Tabriru dhambi ni kujaribu kupaka mafuta makosa, yaani kosa linarembwa kidogo mpaka lionekane sio kosa. Hicho kitu kinaitwa tabriru dhambi. Wa tabriru dhambi akbahu min adh-dhambi nafsihi.
kuiremba ile dhambi iwe kama ina nafuu, kama sio kosa kubwa, hilo ni kosa kubwa zaidi kuliko dhambi yenyewe. Kwenye swali hili la ndugu yangu huyo, amesema mtoto wa zinaa ambaye anaitwa mtoto wa nje ya ndoa. Usiseme mtoto wa nje ya ndoa, ni mtoto wa zinaa tu. Yani hapa kuitajataja ndoa ni, yani na ndoa hiyo imetajwa mtoto wa nje ya ndoa, yani na ndoa imetajwa kidogo hapa. Kwenye jambo baya kama hili ndoa isitajwe, ni kupita katikati kusema mtoto wa zina. Kuna mtindo wa kurembaremba madhambi kama hayana tatizo sana, na ndio mlivyozoea nyi watu. Kuna mtu anasema una habari, huyu binti bwana anatembea na kijana wa pale, wanatembea, binti anatembea na kijana wa pale, huyu anatembea naye. Ukisikia lugha hiyo umeelewa? Yani huyu anatembea na huyu, unakuwa hujaelewa zama hizi. Sasa wanatembea, wanakwenda wapi? Wanaelekea wapi? Ni kusema huyu anazini na huyu, ili neno zina liondoke. Panawekwa matembezi, bana huyu anatembea na huyu, mwanangu anatembea na huyu. Sema mwanangu anafanya uchafu wa zina. Sio, mnanielewa hivyo? Inaitwa tabriru dhambi, yani ni kama dhambi kufanya jambo jema hivi. Mtoto wa zina akiwa na wa kike, baba yake haruhusiwi kumwozesha. Kwa lugha ya sharia, mtoto wa kike aliyezaliwa kwa uzinifu hana wali. Sio lugha rahisi hiyo, la wali laha, hana wali, ataozeshwa na mamlaka na hakim. Hadithi imemtaja sultan, as-sultan waliyu man la waliya laha, sio? Na chini yao kuna mtu anaitwa kadhi. Sasa huyu mtoto wa zina ni mtoto wa kiume, au sio? Wa haramu. Swali, mtoto wa zina hana wali, na tumeshaeleza farka, tofauti iliyopo kati ya mtoto wa zina na mtoto wa haramu, tumeeleza hapa. Sasa mtoto wa zina tumeshaelewana, akiwa wa kike baba hawi wali. Sasa sio mtoto wa zina, wazazi wameoana hasa, lakini matumizi yao ni haramu, na kwamba kama wanatumia haramu kwenye vyakula na vinywaji, maana yake na ndio mtoto akazaliwa, yule mtoto ndo anaitwa mtoto gani? Mtoto wa haramu. Je, huyu mtoto wa haramu, huyu baba wake anafaa kuwa walii? Si ndio swali baba? Anafaa kuozesha, anafaa. Huyo macho aozeshe tu, haramu zake watakutana huko na Mwenyezi Mungu, lakini madhali alioa ndoa macho aozeshe. Unajua shekhe bana, ukiwa huna maji ya kuoga janaba na muda wa sala umefika, ukaona jirani yako ana ndoo, ukaweka maji pale, ukaamua kwenda kuyaiba ili ukaoge janaba, kwenye sharia yale maji yanaitwa mau maghsubu. Mau maghsubu, maji ya kunyang'anya. Ukenda kuoga janaba na ukatawadha na ukaswali, lile janaba limetoka hajatoka? Lakini maji ya wizi, ujue janaba lile limetoka halikutoka. Hapa tahara utapata, janaba limeondoka, na pamoja na kupata madhambi ya kuiba maji ya watu. Yani udhu unapata, lakini sio udhu tu, unapata udhu na madhambi juu ya kuiba maji ya watu. Na ukienda ukiswali na udhu huo,
swala sahiha, swala yako imeswihi, lakini hiyo swala sasa haifuti huu mzigo huko wa dhambi za kupokonya mtu maji yake. Kwenye mtoto wa haramu ambaye umemzaa kwenye ndoa, kule kumzaa kwenye ndoa hakufutwi, na kwa sababu ulikula haramu. Haramu haifuti kwamba huyu mtoto huyu kazaliwa kwenye ndoa, na asili ya kusihi walii ni mtu awe kamzaa mwanawe kwenye ndoa, na madhali umemzaa kwenye ndoa, sasa muozeshe. Hizo haramu zako ulizofanya akazaliwa, kesi ya khera, kuna kesi ya kujibu, na Mungu atusaidie huko, atusaidie Mungu, semeni amin. Kwa sababu sasa hivi wanaosalimika na kula haramu unnumbered, yani watu wachache mno, na kuna baadhi ya maeneo humpati hata huyu mmoja, watu wote wamekula haramu kwa siku. Mungu atusaidie sana. Allahumma faqihna fi din waftah alaina futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya wal mursalin. Allahumma rabbana faj'alna min al-ulama'i al-amilin wal awliya'i as-salihin al-a'immati al-mahdiyyin. Allahumma rabbana kun lana wa la takun alayna wa'inna wa la tu'in alayna وانصرنا ويسر الهدى إلينا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أنت غني كريم تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.